Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakat. Karibu tena katika makala mengine ya Iftar and Chill. Na naitwa Zuhra Mola na leo naungana naye Haifa Muhammad na Shahali. Na leo kuna kisa ambacho kilitokea katika familia ya Ahlul Bayt. Kisa ambacho ni cha kusikitisha sana. Imam Ali alayhi salam alipata dhoruba kali na Ibn Muljam. Na kabla hatujaangazia huyu Ibn Muljam alikuwa nani na kwa nini alifanya hivi, tutaangazia Imam Ali alikuwa nani na ni lessons zipi ambazo tunaweza kuchukua kutoka kwa maisha yake. Karibuni sana. Asante sana. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tujatoa salamu bana. Karibuni sana. Somo unapelekaje? Ni tushafuturu alhamdulillah. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, lakini ilikuwa sio mbaya. Bakia tu siku chache alafu tumalize. Sidhani ni furaha kwetu. Unajua saa zingine unaenda ugenini na hautaki kurudi nyumbani. Sisi sote ni wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni gumu sana tutaki kurudi. Unajua saa hizi tunaona watu kidogo moyo zao kinafsi tunajitahidi, hata kama saumu saa zingine yatupiga chenga, lakini tunajitahidi, tunajua tunapata thawabu zaidi. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, sasa tunafikiria kila kitu ndogo yetu tunafanya unapata morali zaidi kwa sababu unaona unapata thawabu zaidi. Hii ofa nadhani inaisha hivi karibuni, so tujitahidi tufaidike zaidi. Jina lako kwa Imam Ali. Imam Ali ambaye ni imamu wa kwanza. Na Imam Ali alikuwa nani? Ni ngumu sana kuisema in a short way, but Imam Ali ni kinasab, ni kazi ni ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Yani Imam Ali baba yake Mtume Abdullah na Abu Talib, baba yake Imam Ali ni mandugu. So baba yake Mtume na mtu. Lakini Imam Ali alikuwa na kitu special yenye watu wengine walikuwa hawana. Siku hizo kidogo Abu Talib alikuwa na shida ya kipesa. Yenyewe kisa ya kuzaliwa Imam Ali yenyewe ni kisa maarufu sana. Ya kuzaliwa mtu wa pekee, kuzaliwa ndani ya Kaaba kupasuka, mama yake kuingia, kujifunga, yeye kuzaliwa na baada yake kuchaguliwa jina Ali ama Haidar. Sasa baada ya muda kidogo watoto wamekuwa wakubwa, familia wakaketi pamoja wakasema tumsaidie huyu mzee Abu Talib, kidogo tayari umri imepanda juu na hana namna ya kusaidia, yani kuangalia watoto wake wote. Sasa mandugu na baadhi ya makazi ni wenye walikuwa wako wakasema tuchagua kila mtu achukue mtoto mmoja amlee. Sasa kila mtu akachukua mtoto mmoja. Yeye akasema, Abu Talib akasema, nyinyi chukueni watoto wangu wote mnibakishie mtoto mmoja. Mnajua ni mgani huyo? Nadhani tunafahamu mkubwa. Anaitwa Aqil. Ni mgeni kwetu. Si mgeni, mnamjua. Aqil ni ndugu yake Imam Ali. Na nadhani leo vile tunaendelea tutamtaja tena. Inshallah. So lakini Aqil alikuwa ni kipofu. Amezaliwa kipofu. Sijui kama ni kwa Kiswahili tunasema hivi. Unajua kwa siku hizi Kiingereza ulikuwa unaweza kusema mtu ni hivi ama vile, lakini unasema siku hizi lugha kidogo kwa ajili ya heshima tutumii baadhi ya lugha. Sasa kama kipofu iko sawa, iko sawa. So Mtume akachukua Imam Ali. Sasa Imam Ali amelelewa ndani ya nyumba ya Mtume tangu akiwa mdogo. Na tunaweza kusema ni katika watu ambao baadhi ya hadithi zina indicate ya kwamba, na baadhi ya aya za Qur'ani zina indicate ya kwamba Imam Ali amekuwa na Mtume kuanzia hizo first steps. Sasa zile Mtume alikuwa anaenda Ghar Hira, hiyo cave of Hira. Imam Ali ndo alikuwa anampeleka chakula kutoka nyumbani nini. So alikuwa pia kuna sometime anaspend hapo na Mtume. This explains the strong relationship walikuwa nayo. Yes. So hiyo is just first bado Islamu jengia. Na I think we all tumesikia about sacrifices za Imam Ali, sijui nini. But mi kitu yenye naniumiza ni we know about Imam Ali in different areas, yeah? Na hatumjui ya kutosha, like kama saizi tukigawana life ya Imam Ali, yeah? Wewe unajua Imam Ali akipigana Badr, si ndio? Unajua katika Badr imekuwa katika mwezi wa Ramadhan. Nadhani sisi yani watu wengi tunamfahamu Imam Ali wakati yani on the good sides basically. Which good sides? Yeye kukua someone who's very knowledgeable, yeah,
yeye kuwa the father of Imam Hassan and Imam Hussein, lakini ikifika the nitty gritties most of us hatuna ufahamu. So you see, tuko na watu group kadhaa. Kuna watu hawajai kusikia Imam Ali. That's the truth. Na ni Waislamu. Kuna good amount of people. No judgment. Kuna group of people wanajua Imam Ali kwa ajili ya vita vinye alikuwa katika vita. Kama vile kumekuwa vita sijui Khaybar, sijui Uhud, sijui wapi. Baadhi wanamjua na harawana pana. We are coming, tunaongelea siku za mtume. They know Imam Ali up to the life of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baka maisha ya mtume. Siku za mtume kuaga kukakuwa na disconnection between them na Imam Ali alayhi salam. Na mtu anaweza kufikiria, so imagine good amount of people, watu wengi sana wanajua Imam Ali baka wapi? Baka mwisho mtume Muhammad kufariki. Lakini sisi tunasema hao watu ni Wasuni, si ndio? Well, technically. Not really. Washia wengi pia wanajua Imam Ali baada ya kifo mtume. Wanamjua tu siku ya mwisho tena akiuliwa. Saizi vile sisi tunazungumza, baadhi yetu tunamjua tu baka leo. So between hii usiku wa dharba na kifo cha mtume hatujui Imam Ali. What happened? What's going on? What can we learn from him? Kwanza political side, sijui nini. There is a lot. Alhamdulillah, we have such forums ambazo kwa wale ambao hatuna maybe muda ama nafasi ya kwenda kupekua vitabu, tuna fursa kama hii ya kuweza kujifunza kuhusu Imam Ali alayhi salam. My dad likes to say, I used to say, everyone has time. Ni kujipanga tu. Yeah, everyone has time by the way. Yes. So I think tunatakana kwanza to differentiate between Imam Ali zama za amekuwa na different type, like before Islam kuingia, which tumetaja ni kuzaliwa, kulelewa na mtume nini, alafu wahi wakiwa Maka ndo tumeona hiyo kadhia yake vile yeye amekuwa akikuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka dakika mwisho yeye kujitolea kulala kwa kitanda cha mtume, kujiweka katika riski mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuona huyu kijana waman yashri nafsa ibtigha mardatillah. Hii aya ya kwamba watu, baadhi ya watu wanajitolea, wanauza nafsi zao kwa ajili ya kutaka ridha za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. This is Imam Ali. Sasa Imam Ali akakuja, wakatoka huko akachukua inaitwaje makina Bibi Fatima na mama yake na hao wengine, akakuja nao baka Madina, siku hizo ni Yathrib. Sasa ndo wakakuwa na hijra, ndo hapo hivyo maisha yenyewe walikuwa kwa nayo Madina ikaanza. Ndo baadaye akaoa, akapata watoto, na ndo tukakuwa na hizo visa very famous za ya kwanza kabisa ni Badr. Baada ya Badr kukakuwa na Uhud, baada ya Uhud sijui nini. Hizi just ni vita. Na bado pia katika Qurani ukiangalia aya mingi zimetaja Imam Ali siku za mtume, kwa sababu hakuna aya baada ya mtume obviously because mtume hayuko. Baadhi yake zinazungumzia imani ya Imam Ali, baadhi yake inazungumza shajaa ya Imam Ali, baadhi yake inazungumza vile yeye kuna uhusiano mzuri na mtume. Wa anfusana wa anfusakum katika sura kama sijakosea ni Al-Imran. Mwenyezi Mungu anaambia mtume, sasa vile mnaenda mubahila, mnaenda unajua kitambo kulikuwa kuna namna ya kusettle things in different way. Kwanza nyinyi kama mnajiamini nyinyi watu wa Mungu. Kama nyinyi mnajiamini nyinyi watu wa Mungu, tunasema wewe Mungu wako anasema nini na mimi Mungu wako anasema nini? Tusipigane. Let's keep it civil. Unaona siku hizi watu usijue dini yako ni hivi na huyu dini yao, mnakuja mnapigana na marisasi. Wanasema let's do it the easy way. Twende tukutane, tunaomba kwa Mungu, ule Mungu mwenye kweli ni wa ukweli, kama labda ni ukweli ama kweli hii kadhia haki ni yako, Mwenyezi Mungu amalize, amwangamize the other person. So baadhi ya Wakristo wakakuja wakasema sisi na macross zao, wakakuja wakasema sisi dini yetu ndio iko sawa. Mtume akasema hapana, dini yetu ndio iko sawa. Wakasema kwa nini tupigane tuuane? There are easy ways. Yenye pia inaonyesha nguvu ya kila Mungu, ama tuseme Mungu wa ukweli na imani ya itikadi ya kweli. Mkubwa wao akamwambia let's keep this simple. Mtume akikuja na masahaba wake, nyinyi ingieni mpige mubahila, na hiyo mubahila ndio inaitwa yani kulaaniana. Lakini akikuja na familia yake, nyinyi mchomoke. Kwa sababu mjamaa ni kama yani mtume, sema huyo mtu definitely atakuwa anajua anasema nini, kwa sababu familia yake amekuja na watu wenye sio
masahaba unaweza kupata wengine, lakini family huwezi kupata wengine. Kidogo kidogo wanasubiri, wanaona kwamba mtume amekuja na Imam Hassan, Imam Hussein, Imam Ali na Abi Fatima. Sasa hiyo aya Qur'an inasema, inaambia mtume ukienda huko uende nini, anfusana wa anfusakum. Sasa Mwenyezi Mungu anamwambia Imam mtume, yani uende na nafsi yako, yani wewe uende na nafsi yako. Ushe kuona me and I and myself, go there you and yourself. Mtume akashika mkono wa Ali, sasa Mwenyezi Mungu alimwambia anfusana. So inaonyesha kwamba huyu daraja yenye Mwenyezi Mungu anamuona Imam Ali mpaka kumuita hivyo, na mtume vile alielewa hii aya, kwa sababu ndio anatuelezea Qur'ani. Mimi siwezi kwenda kubishana na mtume ati Mungu hakumaanisha hivyo, ni mimi ndio nilikuwa nimetajwa. Hapana. So that's a first step. So unaona like tunajua layers tofauti za Imam Ali, unfortunately based on history yenye tumesoma. But the main question is, what happened after the Prophet sallallahu alaihi wasallam? What do you know about the life of Imam Ali after the Prophet? Well, it was quite a difficult time for him. Why? He had to accept the Khalifas who are there. Na pia ilikuwa that is day one. Day one. That is day one. Yes. After Prophet. Yes, after Prophet. Yeah, because unapata like the Holy Prophet ndo alikuwa like the core ya hawa watu wote, but now this core is already missing. Alafu ndo zile confrontations zikaanzia, especially during ile time ya Sakifa. But you being the sheikh, you can tell us more on that. No, I just want to get a concept, like understanding tunajua to which area. Because mimi na nyinyi tuko, we are just, wanasema inaitwa nini, controlled research or something. Huwa anachukua like, let's say tens of this thing. So usually wanasema the assumption is if we have 10 of these, uko nje by percentage it's the same. Yeah. So kuna mtu anaongea in like, kuna mtu nyumbani anaongea in the same way that you are speaking kwa akili yake. What do you know? Alhamdulillah, what I know about Imam Ali after the life of the Prophet. Yes, historically speaking. Yeah. Si historia sana, maana kama ulivyosema si wengi ambao tumeangalia sana katikati yake, tumeangalia mwisho. Lakini ukiangalia mostly alikuwa ametengwa sana kando. Hakuwa vile ilivyokuwa kama wakati wa mtume. Walikuja wakamsahau, kifikia pia wakati mwingine akitoa salamu pia hawaitikii. Yani ukiangalia kulikuwa na misukosuko ambayo imewafuata, hasa ukiangalia akiwa yeye na Bibi Fatima na pia familia yake ujumla. Yani alipofariki tu mtume, mambo mengi aliweza kumkumba, alipata, yani alitengwa na watu wengi, na kila alipotaka kuongea ni kama pia watu walikuwa hawataka kumsikia. Alafu kama vile alivyosema Zuhra, wale makhalifa wengine ambao walikuwa sasa, ilikuwa ni lazima Imam Ali atoe nini ile bai hiyo allegiance. Mimi saidi mimi nimesikia Labania, shangela Labania imetaka ni allegiance, yani ile ku pledge allegiance. Yani Imam Ali alikuwa hana ile ku pledge allegiance, kwa sasa ilikuwa lazima wameenda mpaka kwake, mpaka ndio katokea pia incident ya Bibi Fatima Zahra. Kwa sababu ya nini? Atoe allegiance kwa khalifa ambaye alikuwa nini baya kwa yule khalifa mwenye aliweza kukua. So mimi kitu nitasema ni kwamba alipitia mambo mengi hapo katikati, kupingwa na wengi, vita vingi ambavyo aliweza kupigana na watu wengi, kwa sababu yeye alikuwa na upande wa haki. Lakini unajua by that time kama vile walikuwa wanaenda na shura, walikuwa wasemi wanaenda na vile mtume amenini, maana ukiangalia yani shura sasa wao mpaka wa discuss kama kiongozi toka kiongozi fulani ni huyo kiongozi mwenye walikuwa anachagua. Okay, on a serious note, you see, walisema, baadhi walisema, si wote walisema ya kwamba tunatumia system ya shura, democracy ish, yeah, where tunaketi sisi wenyewe tunachagua the next leader. But we can't say that tuwezi kusema walifuata hiyo system wenyewe, because khalifa wa kwanza waliketi, si ya kwamba walimchagua, mtu aliinua mkono akampatia bea ya kwanza, so ika break the conversation, so ikaribu kila kitu, so akachaguliwa kwanza. Wa pili akachaguliwa direct na khalifa wa kwanza. So there was no shura
kwa khalifa wa pili. Kwa khalifa wa tatu khalifa wa pili akachagua inaitwaje group ya watu 7 kama sijakosea, 6 ama 7, yeah, wenyewe wachaguane nani ndo atakuwa, alafu ndo akasema mwenye atakuwa labda kama huyu mwenye ama kama walikuwa ni 6, kama hizi namba zitaingiana because zilikuwa si even numbers, yeah. So wewe watatu wakajitoa, alafu kila mtu akachagua, alafu akasema kama sijakosea, alafu ndo akasema alikuwa amesema hivi kama mwenye huyu atakuwa amechagua ndo atakuwa khalifa. Yani kuna hiyo, lakini kama kutakuwa na tai saidi yenye huyu yuko ndo tutaenda nayo, yani that person. So we can't say ilikuwa pia ni nikaa iko na kaveto hivi chini ya maji, alafu baada hapo ndo kukakuwa na hiyo kadhia. Sasa mimi kitu nilikuwa nataka kusema kabla tumalize hii part, yeah, ni yes, watu wanafikiri Imam Ali alitengwa, but katika hizo siku Imam Ali kuna vitu kadhaa alifanya. Kitu ya kwanza kabisa, Imam Ali ndio hizi kadhia zilisababisha mke wake Bibi Fatima kuuliwa na kukufa shahidi. Lakini tunaona baada ya muda kidogo, baada kwa kumetuliwa, yeye hakuendelea kufanya nini, kupigana na kujaribu kupigania haki yake kidesign yenye italeta nini, fitna. Yeye aliamua tu kubaki nyumbani na kufanya baadhi ya kazi. Hata kuna wanasema babake Muawiya, Abu Sufyan, alimfuata Imam Ali akamwambia, wewe ukitaka mimi niko na watu, I have people, kama unataka hii uchukua haki yako naweza kukusaidia. Imam Ali alikataa kwa sababu ya vitu kadhaa. Kwanza anajua huyu mjamaa yeye anataka hasia kwamba anafanya hizi vitu kwa sababu ananipenda mimi na anapenda Uislamu. Yeye anatafuta kitu kunipitia mimi. Imam Ali alikuwa na opportunity, akawacha, akasema hapana, tufanye kitu kama hiyo. Unaona? Ya pili, kulikuwa kuna baadhi ya kumekuwa na shida. Sasa ndo kunajua futuhat. Mnajua futuhat ya Kiislamu nini? Futuhat ya Kiislamu ni Waislamu sasa kulikuwa na hiyo the expansion ya Uislamu. Sasa wakaanza kupigana jihad, wakafika ndo wakafika baka Afrika, wakachukua biladul furs huku Persia, wakafika baka Europe nini. Sasa katika hizi vitu kuna marhala fulani, kuna baadhi ya adui walikuwa wametokeza side fulani. Sasa khalifa akasema, alikuwa nadhani khalifa wa kwanza na wa pili, nadhani kwa wa pili, akasema Waislamu wakusanyike waende. Imam Ali akaona hapana. Imam Ali unajua yeye alikuwa na hikma sana, akasema hapana, msifanye hivyo, nyinyi fanyeni hivi, tumeni idadi hawa wapigane na hawa, na chukueni idadi, endeni muelekeni saidia nini ya Roma. Muonyeshe watu ya kwamba si ya kwamba sote tumetoka town hakuna mtu. Wacha waone, hata hao waone ni kama hata tunataka kuwavamia, ndo wasituvamie kutoka nyuma na jeshi yetu yote imetoka. So akakuwa anasaitoa ushauri sana tofauti kwa makhalifa wa kwanza, wa pili na wa tatu. Thank you so much, Sheikh. That was so insightful. And I think we can all attest there's a lot that we need to learn about our imams, so that hatufati tu for the sake of kufata, ama hatujiti tu sisi ni watu wa Ahlul Bayt, Sheikh na Sharia, na hatujui umuhimu haswa on why we're doing this. So we're going to take a short break. Na tukirejea, we'll get to understand more on what happened during the life of Imam Ali alayhi salam. See you after the break. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat. Welcome back to the second segment, and today we were looking at the lessons we can pick from the life of Imam Ali alayhi salam. And Sheikh, before we went on a break, we were looking at Imam Ali's life during the 3 caliphs, and you had not finalized on that. Bismillah. You can't finalize like in short like we only have few minutes. Na watu wamekula, wameshiba after study, hawana energy. Hizo dakika kidogo. Anyway, so let's do our part. The more you grow, the more inaenda kipungua. Interesting, not always. So what happens ni nini? Tunaona ya kwamba Imam Ali, he played good amount of part ya kusaidia the khulafa. Yeah, khalifa wa pili tuko na incident tofauti, na khalifa wa tatu nadhani tulitaja katika wilada Imam Hassan. Nakumbuka tulitaja Imam Hassan alifanya nini? Kuna nani? They went to protect the third khalifa. Yes. So what happened ni nini? During the time of third khalifa kukakuwa na shida mingi sana.
like corruption ikakuwa mingi sana, so watu wakajaribu na yeye alikuwa anajaribu kuangalia watu wake Banu Umayya, so ikaleta shida sana. So watu imagine watu back then it was not easy to travel, but people traveled from sijui huku za Iraq sijui wapi kukuja kujaribu kuongea na khalifa. Wakajaribu kuongea, Imam Ali pia akajaribu kuwasaidia waweze kuelewana, yeah, but it did not work out. So khalifa kwanza akakataa ku step down nini, mwisho wake akauliwa. So now this is what happened. Sasa shida za Imam Ali is the new shidas, they started from here. Imam Ali tu amekuwa amerelax, amejaribu kusaidia khalifa watatu, si ndio? Akatuma watoto wake akawapelekea chakula, saa hizo Salio Koko kuna siege, but naona kwamba Imam Ali ameketi tu vizuri. Mara hao watu baada ya kuwa khalifa ameuliwa, baadhi ya masahaba, baadhi ya waumini, baadhi ya watu wenye wametoa Abubakar inaitwa Uthman kutoka kiti, wakakuja wakasema Imam Ali awapatie bea. Imam Ali akasema hapana, inasemekana walimpata akishona viatu, akamwambia tunataka kuwa khalifa. Imam Ali akasema unaona kiatu yenye imechapa, alikuwa anaishona. Akasema unaona kiatu yenye imechapa, nimepiga viraka, nimepiga viraka mara mingi hizo zote. It's much better than hiyo khilafa yenye mnajaribu kunipatia. Waka insist sana. It got very serious. Imam Ali akakubali, akasema kwa masharti very simple. Mimi kama mkinipatia majukumu nikichukua, mimi narudi yote kwa system ya sunna ya Mtume. Sijui kama mlisoma katika historia ya shule, Imam Ali leo walikuwa katika hiyo forum ya watu 6 ama 6-7 wenye walikuwa wachaguliwa na baada khalifa wa pili. Huyo mwenye ndo alikuwa amepatiwa veto na khalifa wa pili alimuuliza Imam Ali, kama unataka nikupatie kazi kwa sharti ufanye nini? Ufanye kwa ala kitabillah wa sunnati nabiyyi, kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna mtume wake, na sunnati al-khulafa, yani khalifa wawili Abubakar na Umar. Imam Ali akasema mimi nakubali kuchukua majukumu kwa kitabullah, kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna ya mtume. Hiyo ingine mimi sijaambiwa mahali popote katika Qur'ani ama na mtume nifuate, cause nyinyi mlichaguana, ni majukumu ya kiserikali mpatiana, si majukumu ya kidini. Cause hakuna mahali imetajwa katika Qur'ani hao makhalifa kama nyinyi ndio mmemchagua nini. Kama Mwenyezi Mungu amemchagua kuna authority tofauti, lakini kama ni sisi ndio tumechaguana, that's a different story. So unaona Imam Ali akasema nini? Mimi narudisha sunna ya mtume. Hiyo ni kwanza. Pili, kama kuna shida kubwa ilikuwa ni corruption during the time of the third khalifa. Imam Ali akasema mimi si watu wenye I will be blind eye kwa easy situation. So kama kuna pesa imetumika, imeenda, ukaoa naye, ukazaa naye, ukanunua wajakazi naye, ukafanya nini? Lazima irudi. Alafu kitu kingine shida yenye ilikuwa iko, unajua siku za mtume alisema nini? La farqa baina arabin wala ajamin ila bitaqwa. Si tuko pamoja? Yani si Waarabu, hizi madrasa tumechapwa tukifunzwa hizi vitu. Sasa Sheikh, unajua madrasa hapana, hizo za kuchapwa kwanza ndio mtu asahau. Mahufadhi wazuri wa Qur'an wamepigwa sana. Yani hakuna tofauti baina Mwarabu na mwenye sio Mwarabu. Watu wanafikiria ajam yani ni mtu wote mwenye ni wa Fursi, but in reality ajam mtu wote mwenye si Mwarabu anakuwa ajami. So hakuna fadhila baina Mwarabu over Mwajami ila kwa takwa ya Mwenyezi Mungu. Mwenye uko na takwa zaidi yuko level ya juu zaidi, si ndio? So ndio unaona Bilal Habashi hata kama alikuwa mweusi alikuwa na cheo juu sana katika serikali ya mtume. Na watu tofauti wengine, Salman al-Farsi alikuwa si Mwarabu. Sasa Imam Ali akasema we are going back to the time of the prophet. Sasa itakuwaje? Anasema mimi sijui kani Mwarabu, ati wewe ni kabila fulani ya Kiarabu nini, ati pesa ya Baitul Mali kikuja wewe kwa sababu ni Mwarabu, wewe ni Mwarabu wa kwetu wa Pemba, shika hii. Wewe ni kabila gani? Wewe Mluya? Samani sana Waluya, hiyo yako sinaona na hii yangu tu, unaona. So Imam Ali akasema hakuna kitu kama hiyo, akasema kila mtu, mimi ndio dini na uadilifu.
Wakasema akauliza mmekubali? Wakasema sawa, wakampatia mkono ya bai'a. Alafu kitu moja Imam Ali alifanya yenye makhalifa wa kabla hawakufanya. Imam Ali akasema mimi silazimishi mtu anipatie bai'a. Unlike the other khulafa yenye baka ika cause wanakuforce bai'a, baka Bibi Fatima ndo akaulia. Imam Ali akasema mimi sikulazimishi ufanye bai'a. Baadhi ya watu wakakataa kufanya bai'a. Sasa what happened after that ni nini? Muawiya akatumia hii opportunity. Muawiya unajua anakuwa ni Banu Umayya, familia za Uthman kwa mbali, kabila moja, yani sub tribe moja. Akasema this is the opportunity for me. Hii sasa anajiongelesha. Akafanya nini? Aka incite some of the sahabas na nini. Akasema mimi nataka kutujue nani ndo ameua Uthman. So sisi we are here. Mimi sitaki ukhalifa. All I want is watu wenye wameua Uthman wafanye nini? Wapate justice. Na mwenyewe kuna somehow historically he had his hand indirectly. So what happened ni nini? Baadhi ya watu wakachukuana, na baadhi ya watu wenye waliona Imam Ali he meant what he said. Ati Imam Ali anasema sasa, Imam Ali unajua mimi tumekuwa sahaba, tumekuwa na wewe katika Badri, sijui na Hunaini na Tabuk, sijui na wapi. Si unipatie job mahali fulani mimi nikuwe governor bana. Akasema hapana, wewe sisi kupatia. Sasa sisi tunajuana, mimi sipatiani majukumu based on kujuana. Unawezana uwezani, wewe ni mwadilifu si mwadilifu, utaweka uko na amana hauna amana. Sasa baadhi ya watu wakatoka, Talha, Zubair na baadhi wengine walikuwa marafiki wa Imam Ali wa karibu, wakajitoa baada ya kuwa wameona hawajapata chenye walikuwa wanataka. So ndio kukakuwa na vita ya kwanza baina ya Waislamu na Waislamu. Vita vya Jamal, Camel. Katika hiyo vita baadhi wanasema Waislamu waliuliwa in thousands. Na kuna Waislamu wengi sana wapendi kuzungumzia hizi story kwa sababu wanasema chenye kilitokezea kitambo kilitokea. So ni story. Hiyo ni story yenye imeua watu over like in thousands of Waislamu wenye wangeza kuprotect, wafikishe dini, wafanye tablighi, wafanye dawa. Na Qur'ani yenyewe imetaja damu si kitu ya kawaida. Yani mimi nikikuumiza na suppose kutoa dia. Sasa kama nikikuua. Na usisahau hapo hivyo ni serikali ya Kiislamu tunaongelea, inatakana. Qur'ani yenyewe inasema kwamba kama wakipigana Waislamu wawili, nyinyi saidieni ule kwanza wajaribu kuongelesha, wakisumbua ule mwenye yenye mekataa kusikiliza ndo mpigane nao. Sasa Imam Ali ndo akapigana hapo. Sasa kupigana hapo baadhi ya watu Imam Ali akamalizana nao. Muawiya sasa akatumia opportunity, akachukua baadhi yenye hawa wamebaki wakaenda huko. Alafu yeye akasema sasa mimi nitachukua huyu Imam Ali si mzuri. Sasa mimi naona nikichukua serikali. Sasa mimi nichukue hizi majukumu. Sasa Imam Ali akasema hapana, wewe kwanza uko nani alikupatia kazi huko? Wewe kwanza unatakana utoke huko. Hiyo ni ardhi ya Waislamu na hakuna mimi kama khalifa wa Uislamu siyakupatia kazi huko, toka huko. Muawiya akasema mimi sitoke. Ikakuwa vita ya Siffin. Katika vita vya Siffin sasa ndo kukakuwa na shida. Wakapigana. Muawiya akaona wanashindwa. Sasa walikuwa kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Amr bin al-As. This guy was known for his watu wenye wanatumia akili the wrong way. Sijui anaitwaje. Sasa katika part of vita inasemekana huyu Amr bin al-As aliona Imam Ali anamfikia kumuua. Na anajua Imam Ali anafuata dini. Guess alifanya nini? Okay, that's a different part. Yeye mwenyewe walipatana na Imam Ali kwa battlefield. Sasa Imam Ali ndio huyo anamfuata hivi. Akaona Imam Ali saizi akinifikia mimi ni nusu mbili. Guess alifanya nini? Amr akavua nguo. Akasema Imam Ali hawezi kuangalia mtu uchi. Akavua nguo akajua Imam Ali ataniwacha. Sasa Imam Ali akamwacha tu, akapenduka tu akaenda. Alhamdulillah. Strategy. Njaa alikuwa na strategy funny. Sasa Muawiya walikuwa wamekiti na Muawiya akasema jamaa wafika hata ndio tunasikia takbiri zao wamefika hapo, watu Imam Ali wanatumaliza. Amrasa akasema acha niwapatie idea. Akasema chukueni Qur'ani hiyo yenye umesema sasa. Unaona unajua vitu sema ujui. Chukueni Qur'ani wakaeka juu ya mkuki wakainua Qur'ani. Sasa hao kuinua Qur'ani Imam Ali baadhi ya masahaba wakakuwa confused. By the way kwa nini tunapigana?
hawa ni Waislamu wenzetu, hawa nini. Imam Ali akamwambia, nyinyi mnaongea nini? Ana al-Qur'anu natiq, mimi ndo ni spoken Qur'an. Mimi nimekuwa katika, mimi Qur'an imenitaja mimi mara kadhaa, mara mingi. Mimi nimekuwa hizi aya zikishuka. Sasa nyinyi mjui mna suppose kufanya nini? Njooni niwaeleze. Lakini Imam Ali watu wakam let down. Baadhi ya watu wakaanza kusema nini, la hukma illa lillah, la hukma illa lillah. Na siku hizi tuko nao Waislamu in a different way. Yes. So now sasa wakasema sisi tutaki history nini, tufanye nini, tuelewane, tuongee. Wakaketi waongee. Sasa Imam Ali, baadhi ya masahaba wa timu ya Imam Ali wakachagua nini, mtu mmoja, na hiyo timu nyingine wakachukua nani, huyu Amr As, that guy. Sasa huyu Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari kidogo alikuwa ni mtu uko na dini, lakini alikuwa compared to this guy alikuwa anahitaji, huyu alikuwa mwerevu sana in short. Abu Musa akafanya nini? Wakasema hawa waongee, nyinyi tumeni representative, venye hawa wakielewana nyote mkubali. Sawa. Abu Musa naye akaona yeye ni mtu wa hikma, akaingia baada ya kuwa baadhi ya watu wamempush nini. Imam Ali alikuwa hataki bado. Lakini akasema kama ameamua ni sawa. Sasa wakasema sawa. Sasa wakasema tufanye hivi. Akasema tufanye hivi. Tufanye nini? Sema kila mtu kwanza atoe huyu mwenzake kutoka ukhalifa majukumu, alafu mimi na wewe tuchague tufanye aje. Abu Musa akasema ni fikra mzuri sana. Haya, akasema sawa, mimi natoa Imam Ali kwa ukhalifa kama vile nimetoa pete kwa hii mkono. Amr akasema kweli? Amr akachukua pete akasema na mimi naweka Muawiya kama khalifa vile wewe umemtoa Imam Ali kwa khalifa, na kamvalisha mkono. Abu Musa akaona tumerushwa. Na hao watu wenye wamepigania kitu pia wakaona wamerushwa. Wakasema tutaki Imam Ali na tutaki Muawiya. Ndio kukakuwa na watu wanaitwa nini? Khawarij. Khawarij wakakuwa ni watu wabaya sana. Wakakuwa wanaua watu njiani Waislamu. Mpaka wakakuwa wanaua wamama, watoto. Hata kuna mama mmoja wametaja, sijui alimuua yeye na mtoto wake ama walimuua kama wakampasua mpaka wakaua mtoto mwenye yuko katika tumbo yake. Sasa hao Khawarij hizi tabia zao, si ndio tunasema hao ma-ISIS na nini? Tabia zao ni za hawa sasa. Sasa hawa Imam Ali kukakuwa na vita inaitwa Nahrawan. Imam Ali akapigana nao akawamaliza. Lakini si unajua ni vita ya kitambo, si kama mnasimamisha mnaua watu hivi. Mnapigana wenye wanabaki ima mnawaacha ama wateka. Siku hizo walikuwa wana jela. So unakuta mnawaacha, vita simeshinda. Sasa mko na kazi gani na hawa watu? Sasa baadhi ya hao watu watatu wakabaki. Hao watatu wakaelewana. Wakasema hizi shida zote tuko nazo ni kwa sababu ya watu kadhaa. Imam Ali, Muawiya na nani? Na Amr bin As. Asante, Amr bin As. So wakasema kila mmoja akatumwa waende waue huyo khalifa. So mmoja sijui akafika akakuta huyu jamaa hajaswalisha. Mwingine akakuta mwingine ndo anaswalisha. Lakini Imam Ali ndo huyu Ibn Muljim ndo akapatiwa majukumu ya kufanya nini? Kwenda kutafuta al-Imam Ali alayhi salatu wasalam na kupiga hiyo dharba. Sasa kitu yenye alifanya nini? Ali-invest a lot kwa panga. Mwenye alimtuma Ibn Muljim ilikuwa ni nani? Ya kutumwa na mtu like ilikuwa ni group wameketi katika Khawarij. Wakaenda. Sasa unaona tukisema saa zingine wacha nikueleze. Bibi Fatima alikufa kwa sababu kifo yake ilikuwa ni kwa sababu watu Imam Ali kutoa bai'a at first, na baadhi ya watu walikuwa kwa nyumba yake. Na so unaona kuna sababu, kila sababu inaendelea ikiongezeka. Ndio unaona man sanna sunnatan hasanatan, mwenye ataweka sunna hasana baka siku ya kiyama atakuwa anapata thawabu yake. Na mwenye ataweka, katika hadithi yenye imerudiwa sana, na mwenye ataleta kitu ya nitoaje innovation, kitu yenye ni wrong, bid'a, ataweka hiyo hadithi maarufu sana, baka siku ya kiyama hiyo bid'a yake itakuwa anapata haramu na madhambi kwa ajili yake. So imagine Imam Ali ameuliwa na nani? Ibn Muljim. Ibn Muljim alikuwa katika Nahrawan between Khawarij. Watu wa Khawarij walikuwa katika vita vya Siffin. So unaona vile inarudi, vile history iko na athari. Watu wa Siffin baadhi yao walikuwa part of Jamal. Baadhi yao watu wa Jamal wote walikuwa katika watu wenye walimchagua Imam Ali. Na watu wenye walifanya nini?
walipigania haki zao na nani, na zama za Uthman. Uthman alichaguliwa na veto enye sahaba fulani alipatiwa. Hao masahaba walichaguliwa na khalifa Wenye walikuwa hiyo time. Sasa unaona history saa zingine iko na effect. Sasa siku ya kiyama ndo tutajua vile kutaenda, but saa zingine choices zetu zinaathiri like generation and generation. So kitu ya mwisho nilikuwa nataka kusema nini, mtu anaweza kufikiria Imam Ali alipitia shida sana, maybe he was not a good khalifa. Ushai kujiuliza hiyo, kwa nini hawa makhalifa wengine wakipitia hizi shida? That's a thought to ponder on. Ya tunaweza kumaliza hiyo point, ndo tumalize hii point, that's hii inaitwaje today's topic. Why do you think that? Tume mention is just to repeat. I've mentioned them. Kwa sababu me what I think ni kwamba Imam Ali alikuwa anataka kufuata njia ya Mwenyezi Mungu na sunna yake ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ukiangalia upande huu mwingine walikuwa wanataka awe na ile binafsi. Binafsi, wanakuambia Qur'an, sunna, na pia kuna wale sunna ya makhalifa. Sasa shida si sunna makhalifa, shida ni kila mtu wanataja tu hivyo, lakini point yao ni ubinafsi. Muawiya ni ubinafsi, nani ni ubinafsi, nani ubinafsi. Yeah, na nadhani maybe something that sisi wote tunaweza jifunza hapa, na pia for the viewer at home, ni try to put yourself in the shoe of that other person. Usikuwe tunataka kuamass everything for yourself. Imagine if Imam Ali was like that. Imam Ali angekuwa hivyo, angekuwa na ukhilafa siku za Abubakar, si hata kusubiri siku za Uthman. I know, but now the impact later on, maybe it would have been much worse. Usisawa alikuwa ni shujaa, angeza kuingia tu hapo Sakifa. Yeah. Afanye maneno yake, apige watu wawili watatu hivi, history ishe. But he chose something else. Yes. He chose the alitumia nguvu mahali inahitajika, akatumia wisdom na unity, kuangalia unity ya Uislamu, especially sasa bado Uislamu ilikuwa ni changa baada ya kifo ya mtume, akaangalia sile akaona dini inaanza kusonga sana, sasa imeanza kukua kingdom, ufamily, unini, akajitahidi atumie nguvu. Yes, lakini bado unaona bado Muawiya aliweka mtoto wake kama khalifa. So that was the usiku wa 99th. Sasa 19th. Nimesema 19th, usiku wa 19th enye tunakuta kwamba Imam Ali hiyo siku akapigwa dharba. Sasa inshallah Mwenyezi Mungu akipatia taufiki wa usiku wa 21st tutaweza kuzungumzia zaidi about that. The shahadat. Inshallah. Wa inna ilaihi rajiun. Na tuendelee kujifunza zaidi kuhusu Imam Ali so that tunaweza kuportray zile qualities ambazo aliishi nazo in all our lives, especially ukiwa in a space ambayo wewe ni kiongozi, wewe baba pale kwa familia yako, wewe imam kwa ule msikiti wako, na pia mama nyumbani. Hapo tunafikia mwisho wa Iftar and Chill makala leo. Tukutane tena wakati mwingine inshallah. Maasalam.